Naitwa Daniel Kirima, mimi ni mkurugenzi wa miradi na nafanya kazi shirika la Umati Tanzania. Tunashukuru sisi mwaka huu tumepata fursa ya kushiriki kwenye kongamano hili la Tanzania Health Summit. Kwenye kongamano hili sisi tumepata nafasi ya kuwasilisha mawasilisho kadhaa juu ya kazi ambazo tunazifanya, na tuko hapa kama mnavyotuona, tunaonyesha shughuli zetu tunazozifanya, huduma tunazozitoa. Shirika letu ni shirika ambalo linatoa huduma za afya ya uzazi na ujinsia hapa Tanzania, na tumekuwepo hapa tangu mwaka 1959. Ni shirika kongwe na tunafanya kazi na Wizara ya Afya pamoja na serikali katika ngazi ya mkoa na halmashauri. Tunafanya kazi na waganga wakuu wa halmashauri na waganga wakuu wa mikoa, na tunafanya kazi kwenye mikoa zaidi ya 13 kwa sasa. Tuna miradi mbalimbali ambazo tunazitoa juu ya afya ya uzazi, tunawalenga zaidi vijana, lakini pia tunapeleka huduma zetu mbali zaidi kwenye maeneo ambayo hayafikiki hapa nchini. Lengo letu ni kuisaidia serikali katika kutimiza malengo yake, hasa katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, lakini pia tunatoa elimu mbalimbali kwa vijana juu ya afya ya uzazi. Na sisi Umati tuna vituo vyetu vya vijana kwa eneo mbalimbali. Kwa mfano, tuna kituo cha vijana pale Temeke, lakini tuna kituo cha vijana Dodoma, Morogoro, pamoja na Iringa, pamoja na Arusha. Lakini sisi ofisi zetu makao makuu yapo Upanga hapa Dar es Salaam, na tunaendesha au tunatekeleza miradi mbalimbali kwenye mikoa zaidi ya 13 kama nilivyosema. Na leo mnaona makabrasha mbalimbali haya, watu wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kujifunza kutoka kwetu, na sisi pia tuko tayari kwa ajili ya kushirikiana na wadau wengine hapa Tanzania ili kupunguza ndoa za utotoni, kupunguza mimba katika umri mdogo, ambayo ndio changamoto kubwa sana. Na sisi kama Umati tunahakikisha kwamba mimba katika umri mdogo zinapungua hapa nchini, na tunafanya kazi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano, tunafanya kazi na mashule, tunafanya kazi na vituo vya afya katika maeneo mbalimbali, lakini tunawafikia vijana pia kwenye vyuo vya elimu ya juu kule university. Lengo ni kwamba vijana waweze kupata taarifa sahihi juu ya afya ya uzazi ili waweze kutoa maamuzi sahihi juu ya maisha yao na waweze kufikisha ndoto zao, hasa mtoto wa kike aweze kufikisha ndoto zake baada ya kuepukana na mimba za utotoni, lakini waweze kufikisha ndoto zao za maisha. Kwa majina, mimi naitwa Dr. Francis Molel, ni daktari ambaye anafanya kazi na shirika la Umati. Hapa naenda kuelezea kidogo kuhusu mambo ya uzazi wa mpango. Sisi kwenye mambo ya uzazi wa mpango umegawanyika kama sehemu 3. Kuna njia za uzazi wa mpango ambao tunaita ni njia za muda mfupi. Njia za muda mfupi tunavyo vitu kama vidonge. Vidonge ni kama hivi hapa. Kuna njia za muda mfupi pia ambao ni sindano ambazo zinafanya mambo ya uzazi wa mpango kwa muda wa miezi 3. Kuna njia nyingine za muda mfupi kama kondom ambao tunaita barrier kondom. Kuna kondom za kiume na kondom za kike. Pia kuna njia za muda mrefu. Njia za muda mrefu pia zinaweza kuwa, kuna njia za miaka 3, kuna njia za njiti zinawekwa kwa muda miaka 3 kama hii hapa. Kuna njia za muda mrefu ambao tunaita ni kitanzi IUCD, inakaa kwa muda miaka 8. Alafu pia kuna njia za muda mrefu. Zile njia za muda mrefu tunaongelea ni zile njia ambazo tunaita ni permanent, kwamba ukifanyiwa zile njia ni kwamba huwezi kureverse tena mambo ya uzazi. Kwa mwanamke tuna njia ambayo tunaita bilateral tube ligation, ambayo tunafunga tubes, mwanamke unakuta hawezi kupata tena ujauzito. Na njia nyingine kwa mwanaume inaitwa vasectomy. Hizo ndio njia ambazo tunazifanya sisi kama Umati za kuhusiana na uzazi wa mpango. Ushauri wangu ni kwamba ukitaka kupanga uzazi unapangika. Kuna faida kubwa sana za kufanya uzazi wa mpango, kwa sababu unaweza kumpangia mtoto wako baada ya mtoto huyu afuate huyu, gaping ya watoto inakuwa nzuri. Na pia nyingine inaweza kukusaidia wewe kupanga malengo ya watoto wako baadaye. Njia za uzazi wa mpango hazina madhara yoyote,
ila hizi njia zinatakiwa ufuate ushauri wa kitaalamu. Kabla ya kupata njia ya uzazi wa mpango, unatakiwa kukutana na mtaalamu akufanyia assessment, ajue kwamba ni njia gani wewe ya uzazi wa mpango inakufaa kwa wakati ule.